baada ya uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye sekta ya afya, ikaonekana kwa ili kuwafikia wananchi ndio tuanze hizi kambi. Kwa hiyo kambi yetu sasa ilikuwa ni kambi ya 3 kwa upande wa kanda ya kati. Tulianza na Morogoro, tukatoka tukaenda Iringa, sasa tumemalizia leo Singida. Kwa hii kambi tuliokuwa nayo toka tarehe 5 mpaka tarehe 9 tumefanikiwa kuwaona wagonjwa au kuwatibu wagonjwa ni 3242. Kwa kama tulivyosema, lengo letu lilikuwa wagonjwa 3000 na tumevuka lengo. Kwa tunashukuru tumeweza kuwafikia watu wengi na tumeweza kufanya upasuaji kwa wagonjwa 82. Tumeweza kuwahudumia watu pia kupitia idara ya radiology, lakini tumeweza kuwasaidia watu wengi tu, na tunashukuru wagonjwa wetu wote tuliowafanyia upasuaji wametoka salama. Idadi yao kubwa mpaka kufikia leo jioni watakuwa wameruhusiwa, kwa hiyo wataendelea kuja kwenye kliniki kwa ajili ya review, lakini tunashukuru tumeweza kwenda vizuri. Kwa hakuna mgonjwa yote anahitaji referral ya kwenda sehemu yote, wote tumeweza kuwatibu hapa. Kwa hiyo unaona kabisa Mheshimiwa mgeni rasmi, lile lengo la kuwapunguzia wananchi gharama za kuhangaika kutafuta tiba imefikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru wenyeji wetu kwa mliwezesha hili zoezi letu, na tunashukuru limeenda salama kabisa. Naomba niwashukuru sana kwa kazi kubwa waliyofanya madaktari tangu tarehe 5 mpaka tarehe 9 siku ya leo. Kazi waliyofanya ni kubwa, tuona cha kuwalipa, lakini Mwenyezi Mungu atawalipa zaidi. Kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa Dr. Victorina Ludovic, tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa wagonjwa wanaopata matibabu. Kiukweli wamekuwa wakitoa majibu ambayo ni positive, kwamba wamepata huduma nzuri, lakini pia wameridhishwa na kauli za madaktari, kwa sababu kupona si dawa tu, pamoja na kauli nayo pia yachangia mgonjwa kujisikia faraja. Kwa kweli ni matokeo ya kupongezwa. Kambi hili lilikuwa na tija kubwa. Hongereni sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja aliyechangia katika zoezi hili, na hatimaye tumewagusa wananchi, tumewagusa binadamu, tumewagusa Wanasingida na tumewagusa Watanzania wenzetu ambao yawezekana walitaabika kwa muda mrefu, wengine kwa kukosa nauli, wengine kwa kukosa nafasi, lakini hatimaye kupitia ninyi mmerudisha faraja na afya katika maisha yao. Najua ya kwamba hapa Singida mmepanda mbegu, itaendelea kuota na tutaendelea kuwakumbuka, na ninajua tumesha kuwa ndugu, na kwa kuwa hili zoezi la makambi litakuwa linaendelea, nina imani tutaendelea kuimarisha kambi hadi kambi lingine. Lakini nakumuomba mwenyekiti kwamba tutakapokwenda raundi hizi tukamaliza mikoa yote, basi tufanye haraka iwezekanavyo Singida turudi tena. Hii ni dalili tosha kwamba mmefanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu, sisi ni wataalamu ambao tumejaliwa, tumepata neema ya Mwenyezi Mungu tukapata utaalamu huu tulioupata. Siku ile nikifungua mahali hapa niliwaambia, jamani, kupitia kazi yetu hii yawezekana ikawa ni njia ya kupata baraka, lakini yawezekana pia ikawa ni njia ya kupata laana, kutokana na kwamba sisi eneo letu tunalolifanyia kazi ni eneo nyeti, ni eneo sensitive sana. Mtu anayeumwa alafu akija akipata makwazo kwa mtaalamu huyo, akitoka pale yeye anaendelea na laana, anakulaani siku zake zote. Lakini kwa yule ambaye alikuwa anasumbuliwa na tatizo kubwa, alafu leo ukaja ukalitatua tatizo hilo, huyo ataendelea kukuomea kwa Mungu, aendelee kukubariki siku zote za maisha yake. Kwa hiyo mimi ninaamini sisi sote kwa siku hizi 5 tumevuna baraka nyingi. Ndivyo hivyo ninaamini. Na mimi ninawatakia baraka za Mungu zikaende nanyi na mkaendelee kufanikiwa kila itwapo leo, kwa sababu mmegusa maisha ya wananchi ambao wanaohitaji.
nipongeze sana timu ya hospitali ya mkoa. Daktari, hongereni sana. Nyie ni vijana mahiri na mnatumia resources ili kutoa huduma njema, lakini kupitia hiyo capital mliowekeza na nyie mmevuna kitu fulani ambacho kitawasaidia katika hospitali yetu. Niseme tunawapongeza sana, tunawashukuru mno sisi wana Singida, na niwahakikishia kwamba tumefarijika. Hamjaleta makwazo bali mmeleta faraja katika mkoa wetu. Asanteni sana. Ninaomba sasa nitamke rasmi kwamba kambi letu limefungwa rasmi la hii awamu ya kwanza, na tukifunga hapa rasmi ndio tunaanza kujiandaa kwa ajili ya kambi la awamu ya ngapi? Ya pili. Wana huduma nzuri kwa ujumla, nimefurahi huduma zao, wako vizuri na tunawashukuru. Awamu nyingine waje watutembelee tena. Kwa mojawapo, mimi nilikuwa na mtoto wangu amepata huduma ya upasuaji, kafanikisha mtoto, sasa hivi naita mjukuu. Nimejisikia vizuri sana kwa sababu nimepata uponyaji mkubwa sana. Nawaambia waongeze bidii, wawe na ngazi njema ya kufanya kazi hizo za kuhudumia wananchi, ambaye mimi nimeridhika katika moyo wangu. Mimi nasema Samia ongeze bidii na kuvuta vijana wengi kufanya kazi kama hii. Nashukuru sana kwa kweli, madaktari wamefanya vizuri, na pia tunaomba kwa awamu nyingine waweze kufika na kutusaidia pia. Wafike kwa wingi na waweze kutuhudumia kwa mara nyingine pia.